vile niliwatangazia tukiwa kanisani ya kwamba, lakini ninajua ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na ni Mungu ni wa upendo. Kwa hivyo ninaomba msamaha kwa sababu tumeanza kuchelewa, lakini kwa yote imetendeka kwa wema wa Mungu. Kwa hivyo kabla sijaleta neno, ninaomba tukapate kuomba Mungu nawe popote ulipo katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Baba, katika jina kula Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru, ninalitukuza jina lako, ninaliinua jina lako. Asante sana na kutubu na kusema Mungu, ninataka makusudi yako yakatendeke juu ya maisha yangu, na kuhakikishia mpendo mkilisaji wangu, kama popote ulipo, kama unanitazama, utakutana na baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Kitu ambacho ilifanya Mungu ajieleze katika maisha ya wana wa Israeli, kwa sababu walirealize kuna kitu kibaya ambapo inatendeka kwa sababu wamelima wakapanda na hawawezi wakavuna. Watu wengi wamefanya kazi, hawezi wakapata msara. Watu wengi wamesomesha watoto, hawezi wakafurahia watoto wao. Watu wengi wameanza biashara, hawezi wakaona mavuno ya biashara zao. Kila pesa ambayo wakiipata inaingia kuleta stock, lakini hakuna faida. Na nini natendeka? Wamadiani na Wamalakai walikuja wakakuwa juu ya baraka zenu. Glory be to Jesus. But wakati walimkumbuka Mungu, wakamrejea Bwana, wakamrudi kwa Bwana, wakapata neema mara nyingine tena. Ninapoendelea na hiyo jumbe kwa jioni ya leo, ninataka kuileta kwa njia nyingine, kwa sababu ili mtu apande lazima kuwe na mbegu ya kupanda, na mbegu ya kupandwa lazima ipandwe kwa udongo iliyo bora. Haleluya! Uwezi ukapanda mbegu yako everywhere. Uwezi ukaenda kupanda kwenye barabara na unatarajia kupata kuvuna. Uwezi ukaenda na hujatengeneza mchanga yako vizuri na unatarajia kuvuna. No, lazima utazame unapanda wapi. Kama uko na tumaini, uko na hilo shamba lako, unataka ikapate kuzaa matunda iliyo bora. So in the book of Isaiah chapter number 5 verse 4, Mungu akauliza, ni nini ingenipasa kulifanyia shamba langu la mzabibu ambao sikufanya? Na kama nilifanya vyote, nikatengeneza hiyo shamba, nikakuwa na tumaini juu ya shamba langu, wakati ya kuzaa matunda akazaa matunda mto. Haleluya! Ni nini ningepasa kufanya? Hata wewe saa zingine unaweza ukajiuliza, ni wapi nimeenda wrong? Ni wapi nimefanya mabaya? Katika ibada yetu ya asubuhi nilisema mahali ambapo wana wa Israeli walipanda juu ya madhabahu ya mababu, ambapo ukisoma that scripture mpaka chini utakuta Mungu alikuja kwa Gideon akamwambia, sasa ninakutuma uende ukafunje madhabahu zote ya mababu. Haleluya! Ili ukamjengee Jehova Mungu madhabahu mapya ambao ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mfalme wa ajabu. Kwa pale msalaba, huyo Yesu alimaliza yote. Pale msalaba, unapomsimamisha Yesu kama madhabahu katika maisha yako, kama madhabahu katika nyumba yako, atafonja madhabahu ya mababu zote na utapata baraka zako, utafika kwa mpaka yako, kwa sababu yeye ni Mungu. Glory be to Jesus. Ninataka nisome, nimesema nataka kuleta hiyo neno kwa njia nyingine. Let us read in the book of Matthew chapter number 12 verse 33. Inasema hivi. Verse 33 inasema hivi: mfanyeni miti kuwa nzuri na matunda yake kuwa mazuri, au fanyeni miti kuwa mabaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake miti utambulikana. Glory be to Jesus. Hiyo ni Yesu Kristo. Kila miti inazaa matunda, na miti iliyo bora, miti ambayo ni mzuri, itatambulika na matunda ambao wanayazaa. Haleluya! Ukipanda paipai, umepanda maembe, umepanda matunda aina tofauti. Hakuna vile paipai anaweza kuzaa chungwa kwa sababu ulipanda paipai. Ukiona paipai amezaa chungwa, hiyo sio matunda ambao ulipanda. Na kila miti itajulikana na matunda iliyozaa. Haleluya! Matunda ya kazi yako
utayaona wakati ya mavuno, ukivunia, ukipokea. Ndio maana wana wa Israeli, in the book of Malak, mala ambao nilimaliza nayo kwa ibada yetu ya kwanza, wana wale waliomheshimu Mungu, waliomwabudu Mungu, wakanungunika wakasema, Jehova Mungu, mbona watu ambao hawajakuheshimu, hawajakuabudu kwa njia za haki wanaendelea vizuri, na sisi ambao tunakuheshimu sana hatuendelei vizuri? Mungu akawaambia, utawajua na matunda yao, na ninyi nataka mjue majina zenu nimesiandika katika kitabu cha uzima wa milele. Na akasema hata mnapokuwa katika duniani mtaona tofauti kati yenu na hawa watu ambao hawajaniheshimu. Haleluya. Kwa hivyo katika every situation ambao uko jioni ya leo, kazi yako ndio itafanya ukajitambulike mbele zake Jehova Mungu. Katika kitabu cha Matthew chapter number 15 verse 13 inasema hivi, mstari wa 13, ajabu akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litaongolewa. Yesu akasema chochote, kila pando ambao Baba yetu hakulipanda ndani yetu itang'olewa. Kila kazi yote ya Shetani, mpango ya Shetani sio makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Na Biblia ya Bwana inasema kwa sauti wa Yesu Kristo, hiyo mpango ya Shetani yote, kile ambacho Shetani anakupangia unapomrudia Bwana itang'olewa. Glory be to Jesus. Kwa sababu mpango ya Shetani sio makusudi ya Bwana. Ndio maana nilifundisha nikisema ya kwamba tukitubu tunampa Mungu nafasi ili makusudi yake ikatendeke katika maisha yetu. Kwa sababu makusudi ya Jehova Mungu alisafanya juu yetu siku ambayo tulisaliwa. Mungu akapanga vile nitaishi. Mungu amekupanga vile ungekupasa kukua. Mungu alipanga hata utazaa watoto wangapi. Na leo pengine hujazaa hata mtoto mmoja, umeanza kunungunika. What you have to do, you have to repent. Tubu dhambi zako, hata kama ile ambayo umefanya ukijua, ama ile ambayo hujafanya ukijua. Kwa sababu hii ambayo inatendeka kwako, Mungu alipanga utazaa watoto 12 na leo hujapata hata mtoto mmoja. Hiyo ni kazi ya Shetani, sasa kapanda utasa ndani yako. Na ndio maana Yesu anasema chochote ambao Baba yangu hakupanda ndani yako itang'olewa katika jina la Yesu Kristo. Hivyo jioni ya leo, mkilizaji wangu, mtazamo wangu, popote ulipo, kama unapokea hiyo jumbe, ninakutabiria nikisema juu ya maisha yako, chochote ambao Jehova Mungu hawakupanda ndani yako, kazi ya Shetani yote katika maisha yako, Jehova amekuja jioni anazing'oa katika jina la Yesu Kristo, ili makusudi ya Jehova Mungu yakatendeke katika maisha yako. Ninaomba ukaombe na useme, Mungu, kama kuna chochote ambacho Shetani amepanda ndani yangu, ukanindolee, hili makusudi yako yakatendeke. Na ili kwenda hiyo jasiri na kusema hivyo, lazima utubu dhambi zako ili upate upatanisho kati yako na Jehova. Hallelujah. In the book of Matthew chapter number 13 verse 18 and 19. Ninasoma sana in the book of Matthew na ninajua itakuwa ni ya baraka. Basi nanyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Mstari wa 19, kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu alinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Haleluya. Yesu akanena, kasema kuna mpenzi moja ambao alipanda, na neno ambayo alipandwa ndani yake hakuelewa, hakuchukua. Yesu anasema mwovu Shetani alikuja akamnyang'anya kile ambacho alipokea. Shetani kazi yake ni kutoa maksudi ya Mungu katika maisha yako, mpango ya Mungu katika maisha yako.
Ndio maana Yesu akatoa hadithi hii, akasema mpenzi alipanda na akapanda mahali ambapo haijatengenezwa vizuri. Ndio maana nilisema napoanza, inakupasa kuangalia unapanda wapi. Na mtu ambaye amepanda neno la kusikiliza kwa haraka, haleluya, na anapokubali na neno pasipo kufanya uchunguzi, inafananishwa na mtu ambaye mwovu Shetani alikuja akamnyang'anya kile ambacho alipokea. Sasa amebaki empty, amepanda lakini hawezi akavuna, kwa sababu mahali penye amepanda, mtu mbaya mwovu Shetani amekuja na akamnyang'anya kile ambacho alipanda. Haleluya. Sasa huyu mtu anangojea siku ya mavuno, hawezi akavuna. Huyo mtu anangoja siku ifike aende akavuna, hawezi akavuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu maovu Shetani alikuja na akakunyang'anya kile ambacho Jehova alipanda ndani ya maisha yako. Sawa sawa, the book of Matthew chapter number 13. Yesu akasema chochote ambao baba yangu hakupanda ndani yenu, siku ya leo nimekuja ninazing'oa. Nimekuja neno la Bwana ambao ni itakaye ng'oa kazi ya Shetani katika maisha yako. But Shetani pia ni mjanja, amekuja kwa njia nyingine, opposite ya neno. In verse 15, chapter number 15 verse 13, Yesu anasema nimekuja na neno la Jehova, neno ambalo linasema ya kwamba chochote ambao Jehova hakupanda ndani yako. Inamaanisha kuna makusudi ya Jehova Mungu katika maisha yako, lakini Shetani alikuja akapanda mambo yake juu ya makusudi ya Mungu aliyoko katika maisha yako. Sasa Yesu amesema, ameona unahangaika na wewe hufai kuhangaika. Akasema kuna mtu ambaye alikuja akapanda magugu, akapanda mambo mabaya. Leo nimekuja neno la Mungu in the book of Matthew chapter 15 verse 13, inasema ya kwamba nitang'oa kazi yote ambao Baba hawakupanda. Haleluya. Na in the chapter number 13 verse 18 and 19 nasema mpenzi akaenda akapanda neno la baraka, akapanda akasacrifice, akitarajia ya kwamba siku ya mavuno atakuja. Na mwizi mwovu Shetani akaja usiku akakunyang'anya kile ambacho ulipanda. Ndio maana nilisema ya kwamba tazama wakati unapanda wapi? Unapanda mahali ambao utapata baraka, ama unapanda tu bora umepanda? Glory be to Jesus. Nilisema kwa kanisa, ninaombea washirika wangu, kila mtu akipanda apate kuvunia, kazi ya mkono yako ukapate kuona. Ndio maana wana wa Israeli walinungunika wakasema, ni faida gani tumepata kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu tangu tuanze kufanya hii kazi hatujapata baraka zetu. Na wale ambao hawajamheshimu Mungu mara nyingi tunaona wakiendelea vizuri. Na Mungu akawajibu akasema, no, mnasema maneno mazito mabaya juu yangu. Ninataka mtambue ya kwamba majina zenu zimeandikwa katika kitabu ya uzima wa milele. Glory be to Jesus. Mtu ambaye amekuja akatunyang'anya kile ambacho baba yetu alipanda katika maisha yetu. Mstari wa 20 nasema hivi, naye aliyepandwa penye miaba, huyo ndiye aliyesikia lile neno akalipokea mara kwa furaha. Yoyote ambao anapokea neno la Bwana kwa furaha, anafurahia, ni kama moto ya karatasi ambapo itachoma mahali katika dakika kidogo, kisha itasimia. Haleluya, haleluya, glory to Jesus. Naye aliyepandwa penye mimba, huyo ndiye aliyesikia lile neno akalipokea mara kwa furaha. Neno iliyopandwa katikati ya mimba, hiyo neno Yesu ikaota, hiyo neno Yesu ikakua. Ikijaribu kukua, mimba inamdunga. Ukijaribu kuinuka kibiashara, mimba inakudunga. Ukijaribu kuendelea mbele, mimba inakudunga. Na nini natendeka? Wewe ndio ulipanda katikati ya mimba. Glory be to Jesus. Ukasikia neno la Bwana, ukachukuliwa kwa haraka. Inamaanisha huku utazama unayapanda wapi? Kwa sababu nilisema tunataka kila mmoja akipanda apate kuvuna baada ya kupanda.
Wana wa Israeli walipanda ngano, wakapanda vitu vingi, lakini wakati ya kuvuna Wamidiani na Malakai walikuja wakamnyang'anya vitu ambao walipanda. Biblia ya Bwana inasema walinyang'anywa hata mizigo yao na ponda na kanya ambao walikuwa nazo, wakanyang'anywa. Pengine umepanda na mtu mbaya amekuja akakunyang'anya. Biblia ya Bwana inasema tunailinganisha mtu ambaye anachukua neno la Mungu kwa haraka na mtu ambaye alipanda katika mimba. Hawezi akakuwa. Ukijaribu kuinuka, mimba inakudunga. Ukijaribu kuinua kichwa, mimba inakudunga. Unarudi chini. Unajiuliza, wapi nilifanya makosa? Nilifanya makosa wapi? Oh my God. Mtu anaweza kujiuliza leo. Unajaribu kwa bidii. Hata unasema kwa hakika ama work hard. Ninafanya kazi yangu kwa bidii. But hakuna matunda ya kazi ambayo ninalifanya. Hakuna baraka ya kazi ambayo ninalifanya. Hata kwa kazi, mtu akiajiriwa kazi kwa kampuni, ana expect apate salary the end of the month. Lakini wewe, Shetani amekunyang'anya. Amekunyang'anya kazi yako. Amekunyang'anya baraka yako. Mpaka kile ambacho ulipanda uweze kuvunia. Nilisema roho ninaifungia katika jina la Yesu Kristo. Mtu yeyote atakayepanda hatapata kuvuna katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu tena ni wa upendo. Mtu aliyepanda kwenye mimba ni mtu ambaye anasikia neno na anakubalika na hilo neno kwa haraka pasipo kufanyia uchunguzi. Ndio maana Paulo anasema, ninawafundisha but mkirudi nyumbani tafakarini haya maneno. Yale ambayo haina faida kwenu mkatupe nje, na yale ambayo iko ni faida kwenu mkaweke kwa roho yenu. Utaona mavuno yake siku ya mwisho. Glory be to Jesus. Hakuna siku ya mwisho ambayo inakuja. Ninakutangazia siku ya leo, unapoweka neno la Bwana katika roho yako, unapomchambua neno ukaweka katika roho yako, this is the day ambao utavuna kazi ya Jehova Mungu, ambao utavuna kwa yale ambao ulitenda katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema ya kuvuna. Hii ni wakati ya kuvuna. Hii ni wakati ya kufurahia. Hata kama corona imekuja, hii ni wakati yetu kama kanisa ya kuvuna. Hatutalia tena. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mstari wa 21, lakini ana misisi ndani yake, bali udumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara uchukuzwa. Mstari 22, naye aliyepandwa penye mimba, huyo ndiye aliyesikia ile lilo neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likakuwa alisai. Haleluya. Huyu mtu Yesu ameleza kwake kwa upana sana. In verse 21, Yesu akasema hivi, lakini hana mizizi. Mbegu ambayo imeanguka kwenye mimba hana mzizi. Hawezi akadumu, haiwezi kakoma. Inatupasa tupate tengeneze mzizi yetu katika wokovu. Tuingie ndani kabisa. Kwa sababu Yesu anasema hapa, huyu mtu wakati atapata mali ya dunia, itafanya neno la Mungu ambalo alipokea ikapate kumpotelea. Haleluya. Neno ambalo alipokea, neno la baraka, neno la upendo, itampotelea katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu hilo neno haina mzizi ndani yake. Huyo mtu akipata tu neno kidogo, ataacha neno la Mungu na atarudi kufanya mambo yake yeye mwenyewe, kwa sababu alipokea neno na kuwekelea neno hilo mnane. Hakuweka uzito kwa neno la Jehova Mungu. Ninaongea juu ya kupanda
na kuvuna. Watu wengi wamepanda, mara nyingi sana hawakuangalia wanapanda wapi. Kuna mwingine alipanda juu ya mwamba iliyo na mchanga kidogo. Biblia ya Bwana inasema hiyo mbegu ilikosa pia mzizi yake, angeweza kusimama wakati ya kiangazi, dhiki kidogo. Ndio mtu ambaye atasema nitawaachia kanisa. Hiyo kanisa lenu mna ubaguzi, hiyo kanisa lenu mna upendeleo, hiyo kanisa lenu sioni kama nina fit in that church. Ninashangaa, kuna mtu aliniambia, pastor, hiyo kanisa lenu mko katika high class. Glory be to Jesus. Nikasema, kwa mtazamo wa mwanadamu wanatuona tukiwa katika high class, but what about God? Mungu anatuona kwa njia gani? Glory be to Jesus. Nitafurahia kama Mungu pia anatuona tukiwa katika kiwango kingine ya kumfikia wakati kwa sababu Mungu akituona katika kiwango ya juu, inamaanisha maombi yetu inakubalika machoni pake. Haleluya. Na nitakuwa nafurahi sana kama kile ambacho ametamka juu yetu, eti ya kwamba hiyo kanisa iko katika high class. Na wapendwa, kanisa ambao wanasema iko katika high class ni tent, hata ambayo imeparara. Haleluya. Na tunajaribu tu kwa uwezo wa Mungu. Na niliomba nikasema, Mungu, hata kabla tujajenga katika anga za kiroho, ninaijenga kanisa ya high class, cathedral church ambayo itakaya accommodate watu wako wote, ili hiyo kiwango ambao Mungu ametuweka, ili tukapate kupanda katika mchanga iliyotengenezwa, ili siku ambayo Yesu atakayerudi kuchukua kanisa, hapate watu ambao wametayarishwa katika kanisa ambao katika kiwango ambayo itakubalika machoni pa Jehova Mungu. Glory be to Jesus. Mimi nikajenga hiyo kanisa katika anga za kiroho. Hatujajenga physically, but nimeshajenga katika anga za kiroho. Na mtaona kanisa ambao Mungu atatupea katika mji wa Kisumu. Sasa we don't have anything, but tunapanda. Tunapanda kwa ufalme wa Mungu. Na tunachunguza tunayapanda wapi. Glory be to Jesus. Verse 23 inasema hivi. Haleluya. Nafundisha, naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye aliyesikia lile neno na kuelewa nalo, naye ndiye asae matunda, huyo 100 na huyo 60 na huyo 30. Glory be to Jesus. Apandaye kwenye udongo mzuri ndiyo yule atakaye saa matunda 100, matunda 30, matunda 70, matunda 1000. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepandwa katika udongo mzuri. Mkristo, mkristaji wangu, mimi kwa kanisa ambao Mungu amenipa katika mji wa Kisumu, ninaitangaza katika ufalme wa Jehova Mungu. Hiyo kanisa itatetemesa mji huu wa Kisumu kwa neema ya Jehova Mungu. Kila madhabahu sote ya ufalme wa giza, Illuminati na devil worshiper, waganga na wachawi, hawataitingisika hiyo hekalu ambao Mungu ametupa. Sawa sawa na katika kitabu cha Matthew chapter number 13 verse 18, Yesu akasema kwa Simon Peter, ninajenga kanisa langu kwako, hata mlango ya kuzimu haitalitingisika. Kanisa ambao Bwana ametupa katika anga za kiroho. Mungu asanipa hiyo picha kwa sababu tumetafuta ni mchanga gani tutakayepanda. Glory be to Jesus. Nimepanda katika mchanga iliyo bora, itasaa matunda ambao ni ya baraka, itasaa, na kila mtu ambaye atakayepanda katika hiyo dongo atafuna katika jina la Yesu Kristo. Wachungaji wengi kwa makanisa zao, watu wamepanda miaka naenda miaka rudi, na hawa watu hawajapata nafasi ya kuvuna. Hiyo roho ninai-cancel katika jina la Yesu Kristo. Yoyote ambaye amepanda inampasa kupata kuvuna katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu kila mtu atafurahia kazi yake. Na kabla hujapanda lazima utafute unapanda kwa udongo gani. Na hizi mbegu tukipanda, hatuwezi tukatarajia ya kwamba tutavuna kwa hizo mbegu zote. Kuna zingine zitapotea, kuna zingine zitakulwa na ndege,
Kuna zingine hata tutajua zimetoka wapi na zimeenda wapi. Kwa hivyo ukisikia kuna mahali ambapo kazi ya Mungu inaenda, sukuma tu, ujui ni gani utakaye funa. Glory be to Jesus. Sihubiri panda mbegu na utabarikiwa. Ninahubiri kujipeana kwake Bwana, kujitolea kwa Mungu, kutafuta neno ambalo unapokea. Juu hata Paulo alisema lazima nijue ni neno gani ninaliweka katika roho yangu. Na Biblia Bwana imesema yeyote ambaye atakayeweka hilo neno ni mtu ambaye amepanda katika udongo iliyotengenezwa. Yes, Mungu alisema in the book of Isaiah chapter 5 verse 4, ni nini ingelipasa kufanya kwa shamba langu la mzabibu ambao sikufanya? Na kama nilifanya vyote, mbona hajawahi kunisalisa matunda iliyo bora, ikazaa matunda chungu? Ninaongea juu ya kuvuna. Hiyo ni wakati ya mavuno. Ikifika kwa wana wa Israeli, Mungu akalia. Wana wa Israeli wenyewe wakalia. In the book of Judges, wakati wa Midian walikuja, wakati mbegu zao zilikuwa wakati ya mavuno, wakienda kuvuna wakanyanyaswa na kazi, wakawekwa chini. Imelinganishwa na mali mtu ambaye alipanda katika mimba, mtu ambaye amepanda katika mwamba ambapo kuna mchanga kidogo, mbegu yake haina mzizi, hawezi akavuna. Yeyote ambaye alipanda katika mimba, mbegu yake haina mzizi, hawezi akavuna. Lakini kuna tofauti kwa yule ambao ametazama akatengeneza shamba mahali penye anataka kupanda. Huyo mtu atavuna. Juu shamba yake itasaa na matunda. Na nilisema lazima muangalie unapanda wapi. Hata kama unapanda sadaka, panda tu. Fungu la 10 toa tu. Kupanguza kanisa, enda tu. Kwenda kwa shirika, enda tu. Usichelewe kwa kanisa, fanya bidii. Kila kitu ya Mungu fanya, ujui utapanda kwa utafuna kwa gani, kwa sababu sio mbegu yote ambayo umepanda utavuna juu yake. Kuna zingine ndege zitakula. Kuna in the book of Luke kuna sehemu penye nasema, hata katika kitabu cha Mathayo, kuna mtu alipanda katika barabara, ndege ilikuja ikakula mbegu yake. Wewe mahali penye uko umepanda wapi? Mahali penye umepanda unaona kama kuna faida, unaona kama kuna tofauti, na utafuna. Mungu alikuwa na tumaini na shamba lake la mzabibu kwa sababu alitengeneza. Yesu anasema aliyopanda katika shamba ambayo imetengenezwa hako na tumaini, kwa sababu hiyo shamba itazaa. Wewe umekuwa na tumaini, umepanda sana kwa watoto lakini hujapata faida. Umepanda sana kwa biashara yako lakini hujapata faida. Umepanda sana kwa mambo yako, hujapata faida. Hata COVID-19 imekuja na mambo yake, na Wakenya bado wanaweka akili zao. Ninataka tuachane na mambo za masifa zenu, tumwachilie Bwana tukisema, Mungu tunapanda hii neno la corona katika mkono wako, tunayakabidhi kwako. Mungu atatoa. In the book of Matthew chapter number 13 verse 24. Hiyo 20 nimesoma 23. Hey, hallelujah. Hii neno ni tamu sana. Kuna neno lingine ambalo Yesu akasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni imefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu waliolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Glory be to Jesus. Huyo mtu ambaye alitengeneza udongo, Biblia ya Bwana ikasema walienda wakapanda. Mfano in verse 23 ikasema hiyo mdongo yeyote atakayepanda atazaa matunda 100%, 30, 40, hata maelfu. But Yesu akatoa mfano mwingine hapa. Anasema mtu alipanda kwenye udongo safi, akatengeneza udongo na akapanda. But adui wake, in verse 26 inasema adui wake, lakini watu wawili palio akaja adui yake akapanda gugu katikati ya ngano. Madui wakakuja wakapanda magugu katikati ya ngano ambao ulipanda. So wakati umemuka asubuhi, ukienda hakuna mafanikio, unajiuliza, si tulipanda tu ngano, si tulipanda tu mahindi, si tulipanda tu mtama, na hizi magugu zimetoka wapi?
Wanafunzi wa Yesu wakamwendea Yesu wakasema, wacha tukasing'owe kabla ya wakati. Yesu akasema, no, uking'owa hizo sahihi utatoa hata ngano, utatoa hata mtama, utatoa hata mahindi. Ukasiache wakati inakuja ya kuvuna, ambao tutakayeenda kuvuna kwa ajili ya kazi yetu, ndio tutatafauta, ndio tutachagua magugu na ngano. Haleluya! Hilo ndilo neno ambalo lilikuwa in the book of Malachi chapter number 3 verse 14. Wakati watu wa Mungu walilia sana. Tunaona watu ambao hawajamheshimu Mungu wanaendelea vizuri, hata wanajaribu Mungu na maovu yao, lakini Bwana akasema, msijali, siku inakuja mtakayeona utofauti kati yenu na hawa watu. Batato ya kwanza, kutoka leo mkajue ya kwamba nimeandika majina zenu katika kitabu cha uzima. Glory be to Jesus. Hapa Yesu akawaambia, msitoe hizo magugu. Mkitoa, huenda mkatoe pamoja na ngano, kwa sababu hamtajua ngano ni gani, hamtajua magugu ni gani. But ngojeni wakati ya kuvuna, lazima tutafuna. Jioni ya leo nimekuja na kuhimiza, haijalishi Shetani adui wako wamepanda nini juu ya kazi yako. Ninakutabiria, hata kama walipanda ngano, magugu katikati ya mabaraka zako, katikati ya ngano zako, ninakuhimiza ya kwamba utafuna katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wakati ya mavuno ambao ni leo imefika kwako, itakuwa na tofauti kati ya magugu na ngano yale ambao ulipanda katika mdongo safi ambao ulitengeneza kama Mkristo. Glory be to Jesus. I don't know if you get what I'm teaching. Sijajua ukielewa kile ambacho ninafundisha. Ninafundisha umepanda kwenye udongo safi, na mtu mbaya, adui wako, yule maana kuchukia. Ndio maana hata nimeona watu wengine wananiambia, pastor, njoo ukaniombee kwa biashara yangu. Nilikula na panya, nilikula na nyoka, nilikula na kitu aina fulani ikiwa kwa biashara yangu. Akakuwa na uoga. Inamaanisha nini? Adui wake amekuja akapanda kitu ambacho iko tofauti na kile ambacho alipanda. Glory be to Jesus. Ndio maana in next week Sunday, don't miss our service, I will talk about dedication. Hallelujah. Iko na nguvu sana, iko na mamlaka sana katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya mtu ambaye anataka kupanda, kwa sababu wakati umededicate something, umemkabidhi katika mkono wa Bwana, hakuna uganga na uchawi itakayembomoa, hakuna uganga na uchawi itakayetendeka juu ya kitu ambao umededicate ili apate kufeli. Utavuna wakati umededicate biashara yako, wakati umekabidhi mambo yako katika mkono wa Bwana. Automatically hata wakuja na wapande magugu katika biashara yako, ninakutabiria jioni ya leo utavuna katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kisuizi hata kidogo atakayekuja mbele yako wakati umejidedicate. Dedication inamaanisha umeangalia ni wapi ninalipanda. Haleluya. Ndio maana hata watoto wadogo wanaletwa kwenye madhabahu ili wakapate kudedicatiwa. Kudedicate ni kupeana kwa Jehova. Glory be to Jesus. Wakati umepeana kwa Mungu, Shetani hana mamlaka juu yake. Hata kama atakayekuja na mambo na magugu kupanda ndani yako, hatapenya. Kwa sababu gani? Umededicatiwa before the Lord. Hallelujah. Glory be to Jesus. Jioni ya leo haijalishi wadui wako wamepanda nini, wadui wako wamekufanyia nini. Yesu amesema adui alikuja usiku na akapanda magugu katikati ya ngano zangu. Haigana ambao nilikuwa najua zikimea peke zao nitavuna nikiwa na furaha. Lakini wakati Yesu akapata ufunuo, no, sitang'oa saa hii na kuhimiza. Haijalishi uko na biashara kando ya mganga, haijalishi umesoma na hujapata kazi, haijalishi mtu amechukua kazi yako na uganga, nafasi ambayo mngekuwa nayo siku ya leo amepanda magugu juu yako. Sasa wewe huwezi ukaonekana, ukienda kwa interview huwezi ukachaguliwa, kwa sababu kuna mtu anafanya uganga juu yako, amepanda magugu juu yako. Nimekuja jioni ya leo, unapopotea ipokea hiyo jumbe. Today is the day, siku yako ya kuvuna kazi yako, ya kupokea kazi yako, ya kuinua biashara yako. Yoyote ambaye alitabiri maneno
mabaya katika biashara yako, utofauti imekuja. Magugu zitaonekana, kazi ya Shetani itaonekana, uganga na uchawi yote ambayo imetendeka juu yako, haijalishi familia yako, uganga na uchawi ambayo imetendeka usiku kisiri bila wewe kujua, kwa sababu hao watu Biblia inasema walienda usiku kufanya uganga juu ya maisha yako. Glory be to Jesus. Yesu akasema hapana, usijali, utakuwa na utofauti, utaona baraka zako, hakuna yote atakaye kunyakua akanyakue baraka ambayo Jehova Mungu aliweka ndani. Ndio maana in the book of Matthew chapter number 15 verse 13 nasema chochote ambao baba yangu hakupanda ndani yangu inang'olewa. Glory be to Jesus. Chochote ambao Shetani amepanda juu ya ndoto yako inang'olewa. Chochote ambao imekusudia uweze ukafika katika mpaka yako inang'olewa. Chochote ambao inaweza kukusudia kufikia destiny yako inang'olewa. Kwa sababu leo tuko na tofauti kati ya wale ambao wanamheshimu Mungu na wale ambao hawamheshimu Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, receive that anointing. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Ninaibariki masomo yako, ninaibariki ndoto yako, ninaibariki biashara yako, ninaibariki kazi yako. Hata kama uliachishwa kazi juu ya COVID-19, but pokea hiyo neema ukipokea kazi yako katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu kazi ya Shetani haitakuwa na nguvu tena katika maisha yako, bali wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Glory be to Jesus. Saa zingine ninajiuliza, saa zingine ufunuo ambao Mungu ananipa kwa neno lake, neno ambalo ninalifundisha. Kama wewe ni rafiki yetu katika mtandao, umesikia mafundisho ambayo ninaifundisha, kama utaifuatilia, unaweza kuona mwanya, unaweza pokea baraka zako, kwa sababu Mungu wetu hajawahi kushindwa katika vita. Leo amesema haijalishi adui walikuja wakapanda magugu, ulimaliza shule form 4, hujawenda college, pesa imekosekana, baba yako anapiga kifua, anasema mtoto wangu najaribu nipate pesa, lakini baba yako hajajua kuna maadui walikuja wakapanda juu ya kazi yake. Pesa wewe ikasika kwa mkono wake, ikiingia pap inatoweka, ikiingia pap kuna sile imeingia, ikiingia pap hawezi kuona faida ya pesa ambayo anafanya kazi. Hiyo madhabahu sote, hiyo magano sote ninasifunya by power in the blood of Jesus. Pokea baraka zako. Hata kama pesa imepotea kwa mkono wako, Mungu ameniambia jioni ya leo nikutabiria kwamba utaanza kuona baraka ya pesa yako, baraka ya mkono wako, kazi ya mkono wako utaanza kufuna. Kuna watu wengi wanafanya kazi, yes, mwisho wa mwezi wanapewa mshahara, but hiyo pesa haiwezi kusaidia. Inaingia na inatoka, inaingia na inatoka, mpaka imefanya mnakosana na mke wako. Sio wewe unafanya hiyo kitu. Adui wako alikuja usiku akatabiri juu ya pesa yako, akapanda magugu katika pesa yako, akatabiria akasema hii pesa hata kama utakuwa utapata haitakusaidia pamoja na familia yako, itaisha kwa malaya, itaisha kwa pombe, itaisha kwa mambo mengine. But today I came before the Lord kwa neema na kibali ambao Mungu amenipa kama mtumishi wake, nikikutabiria, nikifunya maagano sote, chochote ambao baba hakupanda juu yako inang'olewa katika jina la Yesu Kristo. Watu wengi wako na hiyo challenge sana, wanapata pesa na sinapotea. Anasema kwa hakika ninapata sana, mwisho wa mwezi kifika hako na pesa, by before tarehe zapata pesa yake on 15th hana hata shilingi moja, na salary yake pengine ni 1,100, na pesa wewe kasika kwa mkono wako, ikiingia inatoka, ikiingia inatoka. Mkilisaji wangu mpendwa, Mungu amenituma ya kwamba nikukumbushe kuna mtu adui alikuja usiku akafanya uganga na uchawi juu ya kazi yako, akatabiria pesa yako, akatoa dhabihu ya kuimaliza pesa yako isiwe na nguvu, iwe powerless in your hand. Unajua ili jambo kama hilo itendeke kwako, kuna dhabihu ambayo imetolewa juu ya kazi yako. Anasema kazi hiyo hata kama amepata haitamsaidia. Akaenda kwa mganga, akaenda akamwambia nenda ukalete kondoo nyeusi, akaleta, wakachinja usiku ikiwa imesimama, wakitoa kama dhabihu juu ya kazi yako. Na wewe leo unaona pesa hizi kusaidia na unasema kwa hakika ninapata pesa, wachungaji mniombee. You have to give a sacrifice ya kubadilisha. Yule mtu aligaramikia kwa ajili ya hiyo kazi yako, akapanda magugu. Tena Biblia inasema walikuja usiku wakapanda magugu katika kazi yetu. Haleluya. Sasa leo wewe unalia, unapata pesa, mara ulichukua loan, hiyo loan inakatwa miaka nenda miaka rudi, wewe pesa yako
inaingia tu kwa loan, uwezi ukapumzika mpaka ukikaa ukicalculation vile ulichukua loan, unasema kwa hakika inanipasa nikuwe nimemaliza loan yangu. Lakini mtu mmoja alikuja kapanda magugu katika juu ya loan ambayo ulichukua, hata hiyo loan haikukusaidia. I came this evening with the word of God. Mungu alimwambia Yeremia, kabla wewe kusaliwa nilikuchagua. Mungu hata Yeremia alimulika akamwambia, Yeremia jue ya kwamba nimeweka kidole changu katika ulimi wako, nimekupa neno. Kwa neno tu utakuwa na mamlaka na uwezo kubomoa na kujenga. Leo jioni leo pendwa, ninalibomoa chochote ambao shetani alipanga katika maisha yako, ninasibomoa katika jina la Yesu Kristo. Wewe umesaliwa, hujaoleka, hujaoa, wewe ni msichana mkubwa, wewe ni kijana mkubwa, ndugu yako maana kufuata ameoa, kuna kitu ambacho shetani alipanga juu ya maisha yako. Bwana amenituma jioni ya leo, ninaifunga hizo ngome zote, madhabahu zote yote, kila madhabahu ya waganga na wachawi juu ya maisha yako, ninazibomoa by power in the blood of Jesus. Niko na neema na kibali kutoka kwa Jehova Mungu ya kufunja kazi ya shetani. Mungu akasema in verse 15 verse 13, the book of Matthew, kazi yoyote ambapo chochote ambapo baba yangu hakupanda ninasingoa. Katika hiyo neema ya Jehova Mungu, neema kutoka kwa Yesu Kristo, neema kutoka kwa Mungu, mimi pia niko na hiyo mamlaka na uwezo, mpendwa mkristo wangu, nikibomoa kazi yote ya shetani. Kila kitu ambacho shetani alipanda katika maisha yako ninasiharibu na ninasingoa katika jina la Yesu Kristo. I set you free in Jesus name. Just receive it. Receive that glory. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Mtu mbaya alikuja akapanda. Unafanya kazi, uwezi ukavuna. Kuna madhabahu zingine ambao mnaenda ambapo vile zilisimamishwa sio katika njia ya kiungu. So ukipanda, badala wewe ubarikiwe, unakuwa destroy. Mambo yako inaisha tu. Mambo yako inaisha tu. Mambo yako inaisha tu. Inamaanisha nini? Unapanda mahali adui walipanda. Glory be to Jesus. Ama kwa njia nyingine, unapanda juu ya madhabahu ya mababu. Gideon, Mungu alimwambia, Gideon, wewe ukanijengea madhabahu juu ya madhabahu. Lazima destroy ile madhabahu ya mababu, ndio tujenge madhabahu mapya. Jioni ya leo mpendwa, ninakujengea madhabahu mapya ambao ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, juu ya maisha yako, nikifunja kazi yote ya adui wako. Na let me tell you, adui si mtu wa mbali, ndugu yako, wasasi wako, marafiki wako, wale ambao wanakujua utokapo, uendapo, urudapo. Hawa ndio watu ambao ni maadui wako. Wanakudanganya, wako na ile urafiki ya unafiki. Wanakudanganya, ndugu Bwana asifiwe, dada Bwana asifiwe. Kichini chini wanaona ukiachiliwa utaenda mbali. Hawa ndio wanakuja usiku, kwa sababu wanakujua na vile unatembea. Wanakuja kudestroy your destiny. Wanaharibu baraka zako. Wamenyakua mpaka yako. Jioni ya leo nimekuja na neno la Jehova juu ya maisha yako ambalo inasema chochote ambao walipokea utafuna katika jina la Yesu Kristo. Hatutafanya tena pasipo kufuna. Hatutafanya kazi ya Mungu bila kufuna. Lazima leo nakutabiria mkilisaji wangu, popote ulipo utafuna katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi walipanda nini katika biashara yako, haijalishi walipanda nini kwenye shamba yako, haijalishi walipanda nini katika kazi yako. Hata kama unapata pesa na uone faida ya hiyo pesa, leo nakuregezea destiny yako, ndoto yako itayatimia katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ametenda. I want to pray with you. Kwa neema ya Mungu niruhusu nikapate kuomba pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu wetu ni wa baraka, Mungu ni wa upendo. Huko mahali pale unasema, pastor, mimi ndio ninafanya kazi sioni faida. Nikijaribu biashara, wengine wanakuja wanaanza na ninaendelea vizuri, yangu haiwezi kainuka. Nikifundisha watoto hawarudi na jawabu vizuri. Nikijaribu kwa maisha yangu yote, hakuna mabadiliko ambayo ninaliona. Ninaona kama nimekosa tumaini. Jehova Mungu amenituma leo kwako nikapate kuomba pamoja nawe mkrisaji wangu. Hiyo ndio neno ambayo Mungu alinipa jioni ya leo, ili nikapate kusema pamoja na wewe. Nikutabiria ya kwamba siku ya leo utaanza kufurahia. Kwa sababu gani? Utaanza kuvuna. Wakati mtu amepanda akapalilia, ikifika wakati ya kuvuna na upate shamba lako imezaa matunda ambao ni chungu, unasumika.
Unapata shamba lako hajasaa matunda mzuri, unasoneka. Leo nakutabiria kazi yako utapata matunda yake. Umejaribu ya kutosha. Hata wewe nataka useme enough is enough. Nimeteseka ya kutosha. Nataka nione mavuno yangu. Nikaanze kuvuna, nikaanze kufunga. Hata kwa kanisa langu nilitangaza kwa washirika, nikawaambia, washirika mwisi mkasimama na kazi ya Mungu na hamwezi mkavuna, hamwezi mkakona baraka zenu. Nikawatabiria kutoka leo mtayapokea baraka zenu katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu kazi ambayo mnaifanya imeonekana machoni pa Jehova Mungu. Kama hujaokoka, nilisema in the morning service, kutubu inampa Mungu nafasi katika maisha yako ili makusudi ya Mungu ikatimizwe kwako. Kwa hivyo I want to pray with you ili makusudi ya Mungu yakatendeke katika maisha yako. Na I want you to repent, ukatubu katika dhambi zako ili ukakutana na baraka yako. Naomba urudie hubiri nyuma yangu katika jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Unisamehe makosa yangu. Yesu unisamehe. Nimesikia neno lako jioni ya leo na nikaamua tu nipeane maisha yangu kwako. Baba, naomba ukanipokee. Unisamehe makosa yangu. Futa majina yangu katika kitabu cha mauti. Ukaziandike majina zangu katika kitabu cha uzima. Asante sana Bwana, kwa maana wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu wa baraka. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeokoka nikiamini. Sema amen. Amen. Let me pray with you. Baba Mungu wetu aliye juu mbinguni, ninakushukuru Jehova Mungu, ninakuinua. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya wakilisaji wangu. Ninakabidhi maisha yao katika mkononi mwako, nikifunja kila kazi yote ya Shetani. Maadui walikuja wakapanda nyuma yetu baada ya sisi kupanda. Baba, wakakuja na maarifa ya kung'oa hizo vitu ambao walipanda kabla ya wakati. Mungu tulisema pana, but wakati imefika ambao tunataka kuona mbegu zetu zikizaa ili tukapate kuvuna. Yoyote Jehova ambao adui alipanda juu ya biashara yake, alipanda juu ya masomo yake, alipanda juu ya maisha yake, hawezi akaendelea, hawezi akaprogress. Jehova Mungu, si madhabahu ya mahadui, iwe ni ya uganga na uchawi ambayo inaendelea usiku juu ya maisha yao, iwe ni ya Illuminati, iwe ni ya devil worshiper, ninasifonya, ninasiharibu katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Bwana, kwa maana utatenda mwema. Pesa ambayo inapotea kwa mkono ya watu, asante sana Roho ya Bwana. Sijui kwa nini Mungu ananiongeleza juu ya pesa ambayo inapotea katika mkono ya watu. Pesa inakuja na inapotea tu. Uwezi ukaona baraka za pesa yako. Pesa yako huwezi kukusaidia. Ukikaa pa wiki ukikalculate pesa ambayo unapata, unakuta ni pesa mingi, lakini Shetani amekuja akaribu pesa yako. Mungu ameniambia leo utaona baraka za pesa yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea, ninakupenda, upendo wa Mungu iwe juu yako, na ukaone baraka ya pesa yako, ukavune juu ya pesa yako, ukavune juu ya kazi yako. Usinungulike unapata pesa na pesa ikikusaidia. Nataka kutoka leo Mungu ananiambia utasimama na kusema yale Mungu ambaye ametenda unapopata pesa yako katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu kwa sababu Jehova ni Mungu wetu. Asante sana Bwana kwa ajili ya mataifa la Kenya pamoja na viongozi na makanisa yote ambao tumepata nafasi ya kurudi katika jengo ili tukapate kushukuru jina lako. Baba, ninasema ni asante. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya washirika wetu wote wa Bonga, ninawakabidhi katika mkono wako. Ukajidirishe kwao na ukaonekanie. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Mimi ambao nilikuwa nasungumusa nanyi wapendwa, kwa majina yangu naitwa Pastor Morris Jura. Ninadumu na kanisa la Maximum Miracle Center under Bishop Pius Muiro and Reverend Lucy wakiwa Nairobi in our headquarters. Katika mji wa Kisumu tuko na hiyo kanisa la Maximum Miracle. Tunapatikana pale Bonga. Ukiteremka na flyover in the first turn on your right, unapita bump ya kwanza na ya pili, utapata tent on your right side. Ninakukaribisha, njoo tukasemezane. Next week I will teach about dedication. Ni ya muhimu sana. Hili unajua hata kama unaanza biashara, unakupasa kufanya nini ili hiyo biashara yako mtu asikuje mwenye anaenda kwa waganga na apate kudestroy business yako. Hallelujah. I will teach about that. Popote ulipo na kukaribisha, njoo na utakutana na baraka yako. Njoo na utaona Mungu akitenda katika maisha yako, kwa sababu huyu Mungu ambao ninamhubiri ninamjua. Kwa sababu mimi ambao ninahubiri leo, kuna siku nilikosa tai kama hii, singeweza kuvaa, but kwa neema ya Mungu na kibali ya Mungu, Mungu akazileta.
ninajua kile ambacho Mungu anaweza kufanya. Kitu ambacho imeshinda wanadamu, Mungu wetu anaweza. Karibu katika jina la Yesu Kristo. I think so after this service tutakuwa na ibada ya teenagers about early pregnancy. Wanaweza kuwa kuifundisha, but mtapata mwelekeo kamili in the next 15 minutes. Kama wanaweza kuja na waanze hiyo, juu walipanga hivyo, ninakukaribisha kaa hapo. Hata watoto pia wapate kujifunza, juu teenagers from 16 years, 17 years and below na from 13 years and below walikatazwa wasiende kanisa. Sasa kupitia mtandao unaweza kupata sehemu yako, ili ukapate kupokea neno ya kufariji, ili ukajitenge na mambo mengi. Ungoje siku yako na tutasame Bwana. Asante sana. Let us meet on Thursday in our midweek service. Kwa neema ya Mungu tutakutana. On Thursday I will introduce hiyo ujumbe ya dedication. So don't miss katika online. Itakuwa ni baraka. My God bless you sana.